moja inaitwa Palestine au Palestina ya sasa. Kwa mujibu wa Biblia ikatuelekeza encyclopedia ya Roman Catholic kwamba Ibrahim alihama pale akaenda Misri, Egypt, akapewa mjakazi ambaye ni Sarai, akatoka pale akaenda moja kwa moja mpaka Palestine akiwa na ndugu yake Nabii Lot. Wallahi yule Msudani akatuambia hii yote ni Mashariki ya Kati. Mungu anampeleka nabii wake Palestina, hakumpeleka Ulaya wala Ufaransa. Tukaja kumwangalia Ibrahimu, yeye ndio alitoka pale akaenda moja kwa moja mpaka nchi inaitwa Saudia. Mwanzo kwa mujibu wa historia katika Biblia ilikuwa inaitwa Paran, ikaitwa Hijaz, sasa hivi inaitwa Saudia. Pale ndipo alipoishi Nabii Ibrahim na Nabii Ismaili, na ushahidi wa kukaa pale tukakuta maji ya Zamzam yametokana na Nabii Ismaili alipolazwa chini akasaga miguu yake, maji yale yapo paka leo. Tukakuta kuta mbili za Al-Kaaba ziliinuliwa na Nabii Ibrahim na Nabii Ismaili, na ushahidi wa mambo yote haya ukisoma katika Mwanzo 14 mstari wa 21, historia yake ikatueleza huyu Nabii Ibrahim. Yule Msudani akatuambia Mashariki ya Kati Mungu anawapelekea nabii hawa Waarabu, sio wazungu tena. Tukaja kumwangalia Nabii Musa, alizaliwa Afrika hapa Misri, Egypt, akaua mtu akakimbilia nchi moja inaitwa Madian kwa mzee Shuaibu. Sasa hivi tunaita Lebanon. Hii ni Mashariki ya Kati, taifa la Waarabu. Mungu anapeleka mtume wake, sio Marekani wala Ufaransa wala Roma wala Italy. Tukaja kumwangalia Nabii Yahya ambaye tulikuwa tukimuita Yohana Mbatizaji. Yeye tukamkuta moja kwa moja aliishi Syria na kaburi lake lipo Syria mpaka leo. Tukaja tukamwangalia nabii wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye amefia Maka, amezaliwa Maka, amekwenda kufia Madina. Tukaja kumwangalia Nabii Suleiman na Nabii Daudi, hawa wote waliishi Palestine, na ushahidi kukaa pale msikiti mkubwa Baitul Muqaddas ulijengwa na Nabii Suleiman, na leo unataka kuchukuliwa na Mayahudi. Wallahi billahi tallahi thumma wallahi, yule Msudani alishika kichwani akasema, iwapo kama Waarabu ndio wamepata bahati ya kukaa na manabii na kuona manabii na historia yote ya unabii iko katika nchi zao, vipi sisi wazungu tutajua dini ya kweli? Kuna mtume yote aliyeishi Ufaransa au Canada? Tukasema hapana. Sasa vipi tukatae ukweli huu? Yule bwana akatugeuzia akatuambia, sasa tuangalie nini maana ya Ukristo. Ukristo na madhehebu mengi. Dhehebu la kwanza kabisa duniani kuasisiwa ni Roman Catholic. Kwa hiyo ukiitwa wewe una dini gani, ukisema mimi ni Mroma, umesema wewe ni raia wa Roma, bado hujakuwa na dini, tueleze dini yako. Ukisema mimi Mkatoliki, Katoliki ni neno la Kilatini, tafasiri yake popote pale. Kwa ukisema mimi ni Roman Catholic, umesema mimi raia wa Roma, popote pale huna dini. Tukaja tukaangalia, ukisema mimi dhehebu langu Anglikana, Anglikana imeanzishwa na Waingereza na makao makuu yake ni Uingereza. Kwa hiyo bado sio dini, tueleze dini yako ni nini. Ukija ukisema mimi ni Protestant, Protestant imeanzishwa na Martin Luther kule Ujerumani, aliyekuwa Mkatoliki akawa na upinga Ukatoliki, akaanzisha dhehebu lake linaitwa Lutheran, yani jina lake Martin Luther akalifanya kuwa dini. Kwa ukisema mimi ni Lutheran, umesema mimi kibaraka wa Martin Luther. Ukisema mimi ni Protestant, unasema mimi ni mpingaji wa Kijerumani. Waarabu wanaita kafiri, Waingereza ndio Protestant, kwa Kiswahili mpingaji. Kwa tukajikuta hatuna dini. Tukisema sisi ni wa Pentecoste, Pentecoste ni siku kwa mujibu wa Biblia Matendo ya Mitume 2:1 ilipotimia siku ya Pentecoste. Tukisema sisi ni Assemblies of God, yani mkusanyiko wa watu wa Mungu, ni dini? Sio dini. Na Assemblies of God imeanzishwa na Marekani, Free Pentecostal Swedish imeanzishwa na Sweden, Lutheran imeanzishwa na Wajerumani, Anglikana wa Uingereza, Roman Catholic wa Italiano. Tukajiuliza kuna mtume alikaa Italy? Kwa tukajikuta hatuna dini wala hatuna Mungu wala hatuna mtume. Nakumbuka tuliingia ndani ya ndege moja kwa moja mpaka Dar es Salaam mpaka Zanzibar. Wallahi watukufu wa Kiislamu, tulipofika Zanzibar, nakumbuka yule Mswidi alituletea Qur'ani ya tafsiri ya Sheikh Abdallah Farsi, akatufungulia katika Qur'ani sura ya 3 aya 85 kama sikosei. Mwenyezi Mungu anaposema na yoyote yule atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi dini hiyo kwake haitokubalika na kesho akhera tuko miongoni mwa wenye hasara. Ndugu zangu, tulijikuta sisi hatuna dini, hatuna Mungu, hatuna mtume, hatuna kitabu, hatuna nabii. Sisi ni watu wa jehanamu. Tulijiuliza tufanye nini? Nakumbuka tuliondoka, mimi Mwaipopo Msweden ambaye alikuwa ni misionari, tukaondoka na nabii na mtume mmoja alikuwa anakaa Mwanza, tukaenda moja kwa moja
mpaka kwa Sheikh Nasolo Bachu pale Zanzibar, msikiti mmoja huko Raha Leo, ni maarufu msikiti. Tukamuuliza shekhe huyu, tukaambiwa huyu shekhe hayupo, yuko msikiti mkubwa eneo moja wanaita Kikwajuni. Tukaenda mpaka kwa Sheikh Nasolo Bachu, tukamwambia shekhe, tumekuja tunataka kujiunga na Uislamu, bei gani? Akasema hakuna malipo, vueni suti mnaingia katika Uislamu. Nakumbuka alituchukua paka ofisini kwake akatuhoji, mmelazimishwa? Tukamwambia kwa hii hali yetu. Yule bwana alitutamkisha shahada, na baada ya hapo akatuambia lazima mpate foundation nzuri ya Uislamu, kwa sababu Uislamu sio kanzu na kilemba. Uislamu kwanza ni ndani ya nafsi ya mwanadamu. Nakumbuka tulikaa na Sheikh Nasolo Bachu ili akitupa foundation nzuri ya Uislamu, na baada ya hapo tulianza ziara ya kutembea nchi nyingi kwa ajili ya kuhamasisha Uislamu na kutangaza Uislamu. Mswalieni mtume wa Uislamu. Nakumbuka ndugu yangu Mswideni, tumekuwa naye maeneo mengi sana ya kutangaza Uislamu. Tulikuwa naye Nigeria Lagos, tukaenda South Africa Durban, tukaenda Johannesburg, tukaenda naye Cape Town, tukatoka hapo tukaenda Swaziland, tukatoka hapo tukaenda moja kwa moja Mozambique, tulikuwa Maputo, tukaenda mji mmoja unaitwa Nampula, tukaenda mji mmoja unaitwa Msimbwa, tukaenda mji mmoja unaitwa Palma. Tukatoka naye hapo tukaenda demokrasia ya watu wa Kongo, tulikwenda Kinshasa, tukaenda Lubumbashi, tukaenda Monadito, tukaenda Bakongo, tukaenda Bandundu, tukaenda Mbujimai. Tukafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maeneo mengineyo yote tumeweza kutembea tukifanya harakati nzito kabisa ya kumtangaza Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mswalieni mtume wa Islam. Nataka nihitimishe na jambo moja. Watukufu wa Kiislamu, Uislamu ni dini ya Mungu, na anayepinga apinge kwa kibli chake, lakini Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Na laiti ingelikuwa sio dini, basi kwa nguvu walizonazo wa Kristo na uwezo wa organization walionayo wa Kristo na jinsi Waislamu walivyokuwa separate, basi Uislamu usingebakia mpaka dakika hii. Wallahi nakuelezeni, Uislamu usingebaki. Wakristo wameshajiorganize, wana nguvu za kiuchumi, wana nguvu za utawala, wana nguvu za kidola. Waislamu wana uchumi kwa mtu mmoja mmoja, uchumi wao hawajauweka sehemu moja. Kila mmoja na uchumi wake anauangalia yeye. Tena baya zaidi, Waislamu mtu akishakuwa tajiri anamdhalau mpaka shekhe, anamdhalau imamu. Akijenga msikiti anataka imamu awe chini yake, na anamwambia msikiti ni wa kwangu na nimejenga mimi. Kwa hiyo wewe na kwa ajili tu hapa kazi yako ni kusalisha tu. Mtu akitaka kuzungumza mwambie paka nione mimi, vinginevyo hapa asemi mtu. Hili ndio tatizo liko katika dini yetu. Hili la kwanza. Nakumbuka siku moja Tanga pale, nilikuwa nimetoka Lushoto kule milimani, nimefanya dawa, nimekuja Tanga mjini barabara ya 15. Nikamkuta imamu, nikamwambia shekhe, nataka nizungumze na Waislamu niwasalimie. Imamu akaniambia kama unataka kusalimia kama mlangoni, kila anayetoka mwambie salamu alaykum. Wallahi Waislamu. Nikamwambia shekhe, nataka nisimame hapa kibla nitoe mawaidha kidogo. Akaniambia mawaidha gani? Kama mawaidha nenda kawasilimisha wa Kristo kanisani, sisi tutawasomesha dini hapa ubiri chochote. Nikamwambia nataka nikumbushe. Akasema utakumbusha nini? Qur'ani imeshatukumbusha na mtume wote, una mapya? Nikamwambia shekhe, mimi nitasimama kwa nguvu hapa, huu msikiti wa Mungu. Wallahi akaniambia msikiti wa Mungu, Mungu alileta tofali hapa? Imamu akaniambia maneno hayo. Nini? Ukimuuliza anasema huu msikiti amejenga tajiri, na tajiri amesema ni marufuku mtu asizungumze msikiti huu. Sasa haya ni matatizo yameketi katika misikiti yote Afrika Mashariki. Ni misikiti michache inayojitambua. Unamkuta imamu amesoma dini Maka, Madina, kasoma dini Misri, kasoma dini sehemu zote za Kiislamu Sudani, lakini akifika nchini yako Kenya au Uganda au Tanzania, yule imamu anakuwa chini ya matajiri. Kwa hiyo asemi lolote. Imamu anakuwa kazi yake ni kusalisha na kuambia watu wafunge vilemba, basi hakuna harakati yoyote ya dini inayozungumzwa pale. Kwa sababu yeye kishapewa dola 200 na akikengeuka anaambiwa basi utakula misahafu na vilemba vyako, utakiondoka tutaleta mtu hapa atafundisha dini. Na imamu kwa ajili ya njaa anakubali maskini ya Mungu, anasema basi kwani msikiti wazungumzi mtu. Haya ni matatizo ambayo matajiri wetu wallahi billahi watakwenda kujibu kesho kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawadhalilisha mashehe, wanawadhalilisha wana wa vioni, hawawaheshimu mashehe kama tulivyokuwa tukiheshimiwa katika nyumba za ukafiri hapo zamani. Kipindi cha nyuma nakumbuka mimi nikiwa nabii na mtume, wewe muumini wewe ukanifanya chochote wewe utanifanya nini mtume?
Utaniambia nini? Kwanza kanisani kwangu kulikuwa na fungu la 10. Fungu la 10 inamaanisha kila Mkristo anayefanya kazi mwisho wa mwezi lazima akate % yake aniletee mimi mtumishi wa Mungu nile. Na ninamwambia mimi nahubiri injili, nitaishi kwa hii injili. Na huna swali la kuniuliza. Huna swali. Ukiniuliza mtumishi wa Mungu unaniuliza unataka ufanye nini? Unamhoji mtumishi wa Mungu. Ninakwambia mimi nimepewa dhamana na Mungu duniani. Nitakalolifunga duniani na kwa Mungu limefungwa, na nitakalolifungua duniani kwa Mungu limefunguliwa. Wewe unanihoji mimi mtumishi wa Mungu? Na maneno haya hayana ushahidi, na anaondoka pale kafiri, amesujudu kabisa na anasalenda, anasema mtumishi wa Mungu amesema. Mtumishi wa Mungu, baba mchungaji amesema. Lakini katika Uislamu nidhamu hii haimo na haipo na haitokuwepo, kwa sababu kila mmoja anajua lake. Akisimama sheke watu wanasema huyu answali sunna. Anatuambia nini? Usianswali tu. Jamani, kwani anatetea uanswali? Answali si anafuata Qur'ani na Sunna? Kuna tatizo hapa? Akisimama mtu wa maulidi kasema kwa sababu anakula maulidi, anasema mtu anamjaa huyu khulafi huyu. Atatuambia nini khulafi, mtu wa bid'atu huyu? Ondoka zako hapa. Jamani, mbona hili tatizo dogo tu? Kwa nini mbona Wakristo kuna Anglikana, kuna Sabato, Lutherani, Moraviani, Protestant, hawa wote Wakristo na kila mmoja na kanisa lake, lakini kwenye masuala ya kuumiza Uislamu wanakuwa kitu kimoja. Wanaacha tofauti zao. Sasa unafiki wa viongozi wa juu ndio Uislamu kutokuelewana kwao. Uislamu ndio unakuwa makundi makundi. Waislamu wana mapesa, lakini mapesa yale hayana kazi yoyote wala hayana tija katika jamii ya Kiislamu. Hayana tija.